Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Watu wawili wauawa kwenye mazishi ya mwanamuziki aliyeuawa mashariki mwa Kongo. Polisi mashariki mwa Kongo waliwaua watu wawili siku ya Jumanne walipowafyatulia risasi waombolezaji katika mazishi ya mwimbaji aliyeuawa anajulikana kwa kuishutumu serikali yake na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda wanaokalia eneo kubwa la mashariki mwa nchi hiyo. Walioshuhudia walisema maelfu ya Wakongo walikuwa wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa Delcat Idengo, wakifuata jeneza lake lenye umbo la gari katika mitaa ya mji wake wa Beni. Siku nzima waombolezaji waliimba dhidi ya waasi wa M23 ambao wanalaumu kwa kumuua Idengo mwezi uliopita baada ya kuchukua udhibiti wa Goma, jiji kubwa la mashariki mwa Kongo, pamoja na serikali ambayo ilikuwa imemkamata mara kwa mara. M23 haijashughulikia moja kwa moja tuhuma kwamba wapiganaji wake walimuua Idengo. Huko Beni, ambayo ni karibu kilomita 200, maili 120 kaskazini mwa Goma na chini ya udhibiti wa serikali ya Kongo, ghasia zilizuka baada ya Idengo kuzikwa, huku polisi wakifyatua risasi dhidi ya umati wa watu wenye chuki. Walioshuhudia walisema waliona watu wawili wakiuawa. Mwanamuziki Idengo amezikwa mbele ya maelfu ya watu. Tunasikitika kwamba matukio machache yametokea wakati wa maziko yake, meya wa Beni Jacobo Nyofondo aliwaambia waandishi wa habari. Idengo, ambaye jina lake halisi ni Delphine Katembo, alijishindia ufuasi wa nyimbo zilizoikosoa serikali. Alikamatwa mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na mwaka wa 2021 kwa kumtusi Rais Felix Tshisekedi, na tena mwaka jana wakati wa maandamano. Alitoroka kutoka gereza la Goma pamoja na maelfu ya wafungwa wengine wakati M23 ilipoingia jijini Goma mwezi wa kwanza. Siku moja kabla ya kupigwa risasi, alizindua wimbo unaoitwa Bunduki za Kwetu, ukimaanisha silaha kutoka nyumbani kwa Kiswahili, ambao ulikosoa vikundi vilivyoihami kama M23. Human Rights Watch ilisema mapema mwezi huu kwamba Idengo alipigwa risasi na wapiganaji wa M23 nyumbani kwake Goma, katika hali ambayo si ya vita. M23 ilishutumu kundi la haki za binadamu kwa kueneza uongo juu ya swala hilo bila kushughulikia moja kwa moja ikiwa wapiganaji wake walimuua. Tunataka kumzika shujaa wetu kwa heshima, Nzanzu Makasi, mwanamuziki mwingine kutoka mashariki mwa Kongo, aliambia Reuters mapema siku hiyo. Rwanda inakanusha shutuma za Umoja wa Mataifa kwamba inaunga mkono M23 kwa silaha pamoja na wanajeshi, ikisema jeshi lake limekuwa likijilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa shirika. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, kubwa zaidi tuachie maoni yako, lakini endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.